Hello. Na mambo vipi mtazamaji wa Electronics Repair Class TZ, karibu tena katika channel yako pendwa. Leo tuitizame simu hii ambayo iko na changamoto ya kutochaji ama kuwaka. Naweza kusema ina matatizo mawili kwa sababu alichonieleza ni inawaka na kujizima. Kila akibonyeza button ya kuwashia inawaka na kujizima. Okay, jaribu kubonyeza button ya kuwashia na kuzima. Tuone fanyaje. Yeah. Tukijaribu kubonyeza button ya kuwashia, anasema kuna muda inakuwa inawaka kidogo then inakata. Kama unaweza kuona imeweza kuwaka na inakata. Sifahamu kwamba inawezekana ni changamoto ya kutokuwa na chaji kama anavyosema kwamba haiwezi kuchaji, ama inawezekana ni tatizo nyingine labda lingine la socket pengine, ama vitu vinavyohusiana na uwakaji. Tujaribu kuifungua na kuona kitu gani ambacho tunaweza tukakifanya. Cha kwanza kabisa nitahitaji kujua voltage battery ina voti ngapi. Hii ni system ama ni mfumo wa namna gani ambavyo lazima uanze katika matengenezo, kwamba lazima uwe na formula ambayo hiyo inakuwezesha kuanza utengenezaji. Hivi ndivyo jinsi ambavyo inaonekana. Ni kishikwambi vya kiserikali. Nafikiri mafundi wengi sana mtakuwa wameshakutana navyo. Ni vishikwambi ambavyo vinakuwa na matatizo ya mara kwa mara ama changamoto za mara kwa mara. Kwa hiyo tunataka tuone kwanza katika swala zima la kuchaji, kama nilivyoweza kusema. Kama nilivyoweza kusema, swala zima la kuchaji lazima tuliangalie kwanza. Tukishaona kama ina chaji na betri na kiwango gani cha chaji, tutafahamu kumbe hili tatizo tunalisolve vipi. Hii ni Electronics Repair Class TZ. Kama ndio mara kwanza unafungua video yangu, basi umefika sehemu sahihi ya kujifunza matengenezo ya kompyuta, printer, photocopy machine pamoja na simu. Kwa hivyo leo tuko na kipindi cha matengenezo ya kishikwambi hichi ambako akiwaki na wakaji wake ni wa kuwaka na kuzima. Hivyo tunatakiwa kujua kwa nini inawaka na kuzima na kwa nini haichaji. Nimejaribu kuichunguza system charger kwa macho kwa sababu lazima unapokutana na kazi yote ile ujaribu kuifanyia kwanza uchunguzi wa macho ya haraka haraka ili uweze kuona kama kuna sehemu yote ambayo ina damage ama ina short. Najaribu kuchunguza kwa macho, sioni sehemu yote ambayo inaonekana kama kuna IC labda pengine imeungua ama poti hii itakuwa imevunjika, sijaona hicho kitu. Tujaribu kuingia kwenye vipimo vya kuhakikisha tunafahamu voltage zilizoko hapa kwenye system charger na voltage zinazopatikana kwenye battery, tuweze kuona tuna voti ngapi kwa kila upande. Okay, multimeter on, voltage selected. Then kwanza tufahamu voltage zinazopatikana kwenye upande wa battery, tuone ina voti ngapi. Tukijaribu kucheki voltage, inaonekana kuwa na voti 2.9, kitu ambacho ni voti za chini sana. Ni kiwango cha chini sana cha voltage ambazo ziko hapa, kitu ambacho inaonyesha wazi kwamba kumbe betri imeishiwa chaji. Sasa kumbe tunafahamu kumbe betri haina chaji. Sasa tujue system charge inafanyaje. Kwanza tutaconnect waya wa nini wa kuchajia ambao tayari upo kwenye charger, na tupima voltage kutokea kwenye nini, kwenye hii poti. Tukijaribu kupima voltage tunapata ni 0. Kumeonekana 2.3 inacheza na kuja 1.6. Hivyo nafikiri itakuwa ni swala la changamoto maybe ya nini, ya system charger, ama njia za system charger haziko poa. Tujaribu kukunja. Tukikunja hivi haitoi voltage, tukishusha chini inatoa voltage kabisa ambazo zinaweza kuchaji kabisa. Haziko stable moja kwa moja, lakini hapa kidogo zinaweza kutulia stable. Nikijaribu kuigeuza simu kwa haraka, yes, tunaona kama ilikuwa inakuja kuchaji, lakini najua itakata kwa sababu voltage kule zinakata. Kumbe tatizo letu linaonekana kwamba lipo kwenye upande wa nini, wa system charger. Sasa je, ni system charger mbovu ama imeachia njia ama ni nini? Mpaka hapo unakuwa ushapata mwanzo mzuri. Sijapima voltage kutokea kwenye system charger kuja kwenye battery. Hebu tujaribu kuona hicho kitu. Mpaka hapo utakuwa ushapata mwanga kwamba voltage ambazo zinapatikana hapo zinaashiria wazi kwamba umeme ulikuwa kwanza hauingii. Baada ya kujaribu kupindisha kidogo charger, umeme unaingia. Sasa tuone unatoka huku kuja huku ili tujidhihirishe wazi kwamba ina uwezo wa kuchaji. Okay,
Naam, tutapata chanya hasi. Hapo tunaona kuna voti 1.1. Tukijaribu kuilaza tena hivi, inaonekana inapitisha voti 4 japo zinacheza cheza. Tuone voti, sorry, 0. Okay. Tukilaza tena, imekata mazima sasa. Okay. Tukilaza inaonekana kuwa na voti 3, 4 zinarudi nyuma. Ni voti ambazo hazijatulia, kwa hivyo nafikiri tukidili nao inaweza kapona kabisa vizuri. Okay. Leo tunatizama kishikwambi ambapo tutaenda kujua tunasolve vipi hili tatizo wote kwa pamoja. Taanza kwanza kwenye kuifungua. Taanza na kuifungua. Kama hujawahi kufungua hata mara moja kishikwambi hichi, basi utakiwa upay attention juu ya hili. Nafahamu video ambao nilishawahi kuiposti ni moja tu ya kishikwambi. Kama ilishawahi kutokea nyingine, basi nitakuwa nimesahau, lakini unaweza kujifunza hapa leo jinsi ya kufungua, pia ufahamu sije katokea umekutana na kazi ya kishikwambi unaogopa, kwa sababu hii pia inakuunganisha na uwezo wa kutengeneza laptop. Kwa sababu kama unajua kufungua kishikwambi vizuri bila kukata njia, hii inakuweza kukupeleka kwenye matengenezo ya laptop moja kwa moja. Mikanda yake yote unahakikisha kila sehemu ambayo kuna connector unaidisconnect vizuri. Cable ile ambayo imeconnectiwa pale bila kukata wala kuchana njia. Unatakiwa kuwa makini sana kila mara unapotengeneza kipindi, lazima ni kusisitize kuwa makini sana na kazi. Sasa tutafungua nati ambazo ziko hapa. Mistake zipo, lakini unatakiwa kuwa makini tu. Kikubwa ni kuwa makini. Hata ikitokea mistake, basi iwe imejilazimisha, yani ni mistake ya lazima, hakukuwa na namna nyingine, ila sio mistake ambayo pengine ni kwa kutokuwa na umakini. Hiyo itakuwa ni mbaya sana, na unaweza kuwa unakosa au unafukuza wateja ama unagombana mara kwa mara na wateja, kwa sababu wateja nao pia wanahitaji kazi nzuri kutokea kwa fundi, na ukizingatia zaidi ni kwamba hakuna fundi anayeaminika. Mafundi wote tu hatuaminiki, tunaonekana matapeli na wezi. Sifahamu kwa nini, lakini najua hiyo itakuwa ni kwa sababu, fikra zangu zinasema hiyo itakuwa ni kwa sababu ya namna waanzilishi wa hizi kazi walivyokuwa wakifanya kazi. Kwa hiyo walipandikiza hilo swala la kuonekana kwamba fundi hafanyi kazi vizuri ama anafanya kwa wizi. Kwa kikubwa ni kuhakikisha kwamba wewe unafanya kwa umakini, basi kama itabaki hivyo skendo hizo zibaki, lakini kwako zisikupate. Zibaki lakini kwako zisikupate. Kwa hiyo unafanya kazi kwa makini. Nimedisconnect hizi ni wire ambazo zinakuja kwenye antenna, connect antenna ama ni area tuseme hivyo. Baada ya kuzidisconnect vizuri, sasa circuit tunaipata. Okay, kwa uchunguzi wa haraka hapa kwa nyuma sioni kama kuna shida, labda tuiangalie kwenye microscope tuone kama itakuwa na shida hiyo port. Yes, hivi ndivyo jinsi ambavyo inaonekana kwenye microscope. Sasa hapa tunaweza tukaichunguza, kwa kuwa inaonekana kwa huku hakuna sehemu yote ambayo tunaweza tukaona njia zilivyo, lakini ukijaribu kutikisa hapa, unaweza kujaribu kutikisa hapa ukaona kwamba hiki kidude chote kina shake huko ndani. Kwa hivyo kumbe ukigeuza kwa nyuma huku inaashiria wazi kwamba utafahamu tatizo lilipo. Unaweza kuona hivi ndivyo jinsi ambavyo inaonekana sasa tatizo. Njia zinacheza kabisa, yani kitu ambacho kumbe ukiinua hivi ndio inaonekana kushika. Kwa hiyo tukiconnect system charger ama pin, tukiconnect pin ya kuchajia tukatikisa, unaweza kaona kwamba kumbe ile zaga halijashika kabisa huko ndani. Mazaga yamekaa hovyo. So kumbe unaweza kuwa umepata solution kirahisi zaidi. Itategemeana na wewe umemchaji vipi mteja wako, kwa sababu kwa haraka huwezi kusema ni system charger, kwa sababu unakuwa haufahamu moja kwa moja kama ni system charger. Ila mteja atakuja na kwambia system charger yangu ni mbovu. Kwa hivyo fundi usikurupuke kutaja bei, hakikisha kwanza umejiridhisha kama ni system charger kweli ama sio system charger. Najua inauma vile ambavyo utaifungua simu, alafu unakwenda ndani, unagundua tatizo, unamueleza mteja, anakwambia pesa sina, takuja kwa wakati mwingine.
inaleta pain kidogo, lakini inapendeza pia kwa kuwa unakuwa ushafahamu tatizo. Manake hata ukimweleza mteja inaeleweka kwamba okay, huyu fundi ni professional na utafanya kazi kwa uhuru na amani. Wapo kama unafanya kazi unayoelewa unaenda kufanya kitu gani, na bei unajua kabisa hapa tachaji shilingi ngapi. Nafikiri wengi mtakuwa mnajiuliza kwani hapo ungechaji shilingi ngapi? Inategemeana na maeneo uliopo na namna unavyofanya kazi wewe. Kwa hiyo natufanye kazi kwa bei ambazo zinaeleweka kama mafundi. Hapa mimi nitakachokifanya, jibu ni moja tu, ni kuzichomelea hizi njia na kuzirudishia mahali pake. Hivi ndivyo jinsi ambavyo mimi nitafanya. Sijui kwa wewe hapo ungefanyaje? Labda ujaribu kunielekeza hapo kwenye comment. Tuone, je, ungembadilishia system charger ama ungefanyaje? Na kwa namna ambavyo haraka haraka mteja unakuwa ushamueleza, najua utakuwa ushamwambia tu kwamba bwana, kuna tatizo kwenye upande wa nini wa system charger, kwa hiyo tutubadilishe system charger. Sasa je, alishakubali ubadilishe hiyo system charger, utabadilisha? Ni kweli ni system charger inaonekana imeachia miguu hii, utaibadilisha ama utaiwekea usafi tu kiasi then umrudishie kama ilivyo? Kwa mimi, kwa kuwa nakuanisha sijamueleza bei na nishafikiria labda itakuwa ni nini, tayari nakuwa nishafahamu gharama ni nini. Kwa hiyo tajikuta sina kazi kubwa sana ya kufikiria kitu gani cha kuamua au kipi nifanye. Okay, tujaribu kusawazisha kabisa miguu ile ambayo inaonekana kuwa haijashika vizuri, tuiweke sawa. Hakikishe kazi inakuwa iko clear. Sehemu ambazo zinakuwa hazijashika tuzishikishe vizuri. Unatakiwa pia kuwa mtaalamu wa matumizi ya soldering wire pamoja na gani yako. Kuna wakati ukienda vibaya unaweza ukasababisha kazi ikawa kubwa sana ama ukaharibu kazi. Kaharibu kazi kwa sababu ya kutumia gani vibaya na soldering wire. Hiyo nikimaanisha kwamba kuna wakati unaweza kuwa unafanya kitu kama hiki kusafisha, wajikuta unaongeza tatizo. Unaongeza vipi? Itachemka zaidi hizo chuma na kule zitaenda kuyeyuka. Zikisha yeyuka tayari hicho ni kipengele kizito. Kwa hivyo kumbe lazima uelewe unasafishaje. Basi mimi nitajitahidi mdogo mdogo, natakiwa kuendelea kufuatilia jinsi ya kuchomelea pia. Lazima ujue kutumia gani. Japo kuna video tayari nishazifanya za maelekezo jinsi ya kutumia hivi vifaa. Kwenye video ambayo imesema jinsi ya kutumia blower. Kama hiyo video hujaitazama, basi kaitizame uone jinsi ya kutumia blower. Ufahamu blower inatumikaje, ili usiendelee kuteseka na kazi ambazo zinakuwa ni simple kutatua. Hakikisha miguu iko vizuri kabisa, siunganishe mguu hata mmoja na mguu mwingine ambao hauhusiani. Okay, nafikiri ukiangalia hapo utaweza kuona kumbe iko vizuri kabisa. Kila njia iko kwenye njia yake. Kuna njia iliyoshikana na nyingine. Hii njia kubwa unaweza kuiona jinsi ilivyoenda, imekuja imegusa hapa, ikaja tena ikagusa huku,
na inajitegemea. Kuna hii ndogo ya pembeni hapa imejitegemea, na kuna hii ndogo pembeni tena inajitegemea hapa, hii hapa inajitegemea. Njia zote zinajitegemea kila moja. Kwa hiyo hapo tuko clear ama tuko vizuri. Tukijaribu tena kutikisa hili dude tuone. Okay. Tukijaribu tena kutikisa hapa tuone kama inatikisika. Jibu ni no, haitikisiki. Nafikiri ni kaushe kwanza, itapendeza, sababu sije nika plug in umeme kabla ya kukausha ikawa kizaza. Japokuwa hii Falcon haina mambo hayo, haiwezi kupigisha shoti, lakini ni kwa ajili tu ya kuhitaji kuwa salama. Sorry, huwezi kuona. Okay. Kwa ajili tu ya kuhitaji kuwa salama. Ukiangalia hizi terminal ziko vizuri kabisa, terminal za system charger. Pande huu tena terminal za system charger ukiziangalia, terminal ziko vizuri kabisa. Inaonekana bado ni mpya, japo namna tu ilivyokuwa inatumika labda walikuwa wakichomeka wanachokonoa. Naam, hapo unasemaje hapo? Kwa staili hiyo hapo unasemaje? Kila kitu kiko vizuri. Okay, tujaribu sasa kuconnect power na tuone itatoa voltage. Nafikiri multimeter unaweza kaiona pale. Yes, inaonekana. Inaonekana. Unaweza kuzisoma kabisa pale voltage zitakazoonekana pale. Okay. Plugged in. Hapa nimechomeka tayari system charger. Nitakuja kupima voltage. Nitaanza na ground ambao ndio hii, na charger nitagusa hapa kwenye hii dot hapa. Unaweza kuona kule kuna voti 5.0 ama 1 ambayo iko stable, haina kipengele. Tujaribu kuja kwenye upande wa system kwenye connector ya battery. Connector ya battery nitakuja kugusa hapa ni nini? Ni ground na chanya tutapata voti 4 ambazo voti 3 voti 4 ambazo ziko stable. Okay, turudi kwenye kamera kubwa tuone ni kitu gani ambacho kiko sawa. Okay. Na sasa tupime voltage. Pime voltage kupitia kwenye battery hapa. Chanya asi tunapata ni voti 4 ziko stable. Najaribu kuzisheki. Kujaribu kusheki, nafikiri unaweza kuona bado iko stable, haiko sawa na ile ilivyokuwa mwanzo. Inacheza kwenye 4 3 4 3, lakini huku iko stable. Tukijaribu kuchomoa, okay, mbaki na kiasi kidogo sana ambacho inabaki kwenye capacitors. Then tuchomeke tena power. Tukichomeka power inaenda direct mpaka kwenye 4 3 4 3, inachezea hapo. Iko nomo kabisa, haina kipengele. Kwa hivyo hivi ndivyo jinsi ambavyo unaweza kulitibu tatizo hilo. Tujaribu kuconnect kule kwenye battery tuone battery ina voti ngapi, na je itapandisha voltage? Itapandisha kiwango fulani cha asilimia za kuchaji. Okay. Rudishie circuit yake hivyo chapchapu kwa ajili ya kutestia. Iko connected battery na tupime kwanza voltage za battery. Voltage za battery ground plus zinapatikana ni voti 3 kamili, kitu ambacho imetoka kwenye voti 2.9 pale imejirusha kwenye voti 3. Haya, tukiplug in umeme na tupime tena voltage. Inaonekana ni 3.3 na huku zikiwa zinapanda. Unaweza kaangalia huku kwenye hivi point vinaendelea kupanda. Kwa hiyo hivi inamaanisha kwamba kumbe ipo ina charge. Inaendelea kupush voltage, inaendelea kupush current kwenye battery. Na je ina sheki? Tukijaribu kusheki tuone. Jaribu kusheki. Inaonekana haisheki kabisa. Inaonekana haisheki, iko vizuri kabisa bila kipengele. Huko nimehamisha. Hivi ndivyo jinsi ambavyo tatizo tumeweza kulitibu. Sija connect kioo kuona kama italeta ile sign ya battery. Hebu tujaribu kuconnect kioo tuone kama italeta sign ya battery, ili tufahamu kwamba kumbe tumelitibu tatizo ama bado. Mkanda wa kioo tayari umeconnectiwa, battery connected, na tumeconnect charger. Okay, tuisubiri tuone sasa. Imeonyesha logo kwamba inataka kuchaji, na je inachaji? Let's wait a little bit.
starting to boot. Yeah, as you see now tuko na battery sign, it is charging. Yeah, working normal. You can try to turn off the charge and turning it on, waiting a little bit of time. We see a log now. For those who have requested me using English, I hope that you can hear it. I don't know if we can try to use English during the maintenance or working on the phone or anything else, but I think we can use it one day. But this I use Swahili for Tanzanian people or the African people who can use Swahili. Okay, nafikiri unaweza kuiona sasa iko vizuri, ina charge. Naam, hii ni Electronics Repair Class TZ. Sasa tumemaliza kipindi cha matengenezo ya simu ambayo ilikuwa haiwezi kuchaji, na sasa tumeweza kusolve tatizo la kuto chaji ina chaji. Tatizo haikuwa system charger, ila tatizo ilikuwa iko kwenye pini za system charger. Kwa haraka ungeweza kufikiria kwamba labda ni system charger tuibadilishe, lakini kumbe ilitakiwa kuichomelea tu. Sometime kuna mteja anachomeka na anatikisa ile pini wakati ana charge. So tumeweza kuona namna ambavyo tunaweza kulisolve tatizo bila kubadilisha system charger. Kwa mwingine atafikiria itakuwaje sasa kama mteja nimeshamueleza gharama maybe ni 200,000 ama 500,000, whatever jinsi mtakavyoelewana, lakini gharama kwa mimi itabaki pale pale. Sijajua kwa upande wako, labda unaweza kanieleza kwenye comment hapo chini kwamba ingekuwa wewe ni mteja umeshamwambia bwana utalipa 200,000 kwa ajili ya system charger, na mteja ukaja kugundua kumbe sio system charger, ni swala la kuchomelea system charger, utamwambia nilipe 1,000. I don't know if it can happen. Okay, thank you for watching. Have a good day. Kama video hii imekupendeza basi unaweza kugusa alama ya subscribe hapo. Hii ni Electronics Repair Class TZ. We are for you. Thank you.